Bwana, baada ya wekundu wa Msimbazi Simba kumtambulisha Sele Gomez kwamba ameongeza mkataba wa mwaka mmoja mkopo kutoka ndani ya klabu ya Wydad Casablanca na kuzungumza kwamba atakuwa sehemu ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba 26-27. Bwana, tumeona kile ambacho Wydad Casablanca wamekiandika na kukanusha taarifa hiyo na kusema kwamba watachukua hatua kwa kile ambacho Simba Sports Club wamekifanya. Sasa ni moja kati ya taarifa ambayo imeleta mkanganyiko mkubwa sana kwamba imekuwaje Simba Sports Club wanamtambulisha Selemani Mwalimu kwamba ameongeza mkataba mwingine wa mwaka mmoja kwa mkopo akitokea Wydad Casablanca kwa mazungumzo ambayo wamefanya na Wydad Casablanca. Na wakati huo pia Wydad Casablanca wao wanakanusha na kusikitishwa na kile ambacho Simba Sports Club wamekifanya. Sasa bana, kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Wydad Casablanca wamechapisha taarifa inayosema hivi: kutokana na taarifa zilizochapishwa na baadhi ya vyombo vya habari kuhusu madai ya usajili wa mchezaji Selemani Mwalimu, uongozi wa klabu ya Wydad Casablanca unathibitisha kuwa taarifa hizi haziendani na ukweli. Uongozi wa klabu unafafanua kuwa haujawahi kufanya mazungumzo ya usajili wala kufikia makubaliano yoyote na mchezaji Selemani Mwalimu, wala haupo katika mipango ya usajili ya klabu kwa sasa. Aidha, uongozi wa klabu unasisitiza kuwa zoezi la usajili wa wachezaji hutegemea mradi wa timu kwa kuzingatia mahitaji halisi ya benchi la ufundi wakati dirisha la usajili na kwa kufuata sera na utaratibu za kiutawala za klabu. Klabu ya Wydad Casablanca inaendelea kuhifadhi haki zote za kisheria, ikiwa ni pamoja na kuchukua hatua za kisheria dhidi ya matumizi ya taarifa ya uongo zinazochapishwa na vyanzo visivyo rasmi kutokana na madhara yanayoweza kusababishwa na taarifa hizo. Bwana, iko hivyo, Wydad Casablanca wamekanusha na wanasisitiza kwamba watachukua hatua baada ya Simba Sports Club kuweza kumtambulisha Sele Gomez kwamba ameongeza mkataba wa mwaka mmoja wa mkopo akitokea Wydad Casablanca. Sasa ni moja kati ya taarifa ambayo imekuwa gumzo sana mitandaoni kwamba imekuwaje Simba Sports Club kutoa taarifa ambayo ni kama hawakuwasiliana kabisa na Wydad Casablanca juu ya kumuongezea mkataba Sele. Sasa nikukumbusha ama nikupitisha kwenye kile ambacho Simba walikiandika kupitia kwenye ukurasa wa Simba Sports Club. Bwana, walichapisha taarifa ya Selemani Mwalimu kuongeza mkataba na akionyeshwa Sele akiwa na CEO wa klabu ya Simba Sports Club. Wakaandika, Selemani Mwalimu atakuwa sehemu ya kikosi chetu kwa msimu mwingine mmoja. Ndicho ambacho amekiandika Simba Sports Club. Wakati huo Wydad Casablanca wanakanusha taarifa ambayo imetolewa na Simba Sports Club. Tunafahamu Simba tayari wameanza safari ya kuelekea kule Rwanda, Kigali, kwa ajili ya michuano ya kombe la Kagame ambapo wanakwenda kushiriki michuano. Na Selemani Mwalimu ni moja kati ya nyota ambao watangozana na kikosi. Sasa kwa taarifa hii ambayo Wydad Casablanca wameitoa na wanakanusha kwamba si kweli na watachukua hatua, tunasubiria kuona nini ambacho kitafuata. Pengine Simba pia watatoa ufafanuzi gani juu ya taarifa hiyo ambayo wameitoa baada ya Wydad Casablanca pia kukanusha taarifa ambayo wameitoa. Bwana, ikumbuke kwamba tuko kwenye dirisha kubwa la usajili, mambo ni mengi kweli kweli. Nyota wanaendelea kutambulishwa wapya, wengine wanaendelea wengine wanaendelea kuzungumzwa kwamba wameachwa, timu zinaendelea kutoa taarifa mbalimbali za usajili, lakini kubwa zaidi ni taarifa ya Selemani Mwalimu kutambulishwa ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kwamba ameongeza mkataba mwingine mwaka mmoja wa mkopo akitokea Wydad Casablanca. Wakati huo pia Wydad wanasema sisi hatutambui hicho ambacho Simba wamekizungumza na watachukua hatua baada ya Simba Sports Club kufanya hivyo. Nimepita kuangalia comment za baadhi ya wachambuzi kuhusiana na swala hilo. Moja kati ya wachambuzi ambao pia wamelizungumza swala hilo ni Jemedari Saidi, moja kati ya wachambuzi nguri kabisa hapa nchini Tanzania kuhusiana na swala hilo la Selemani Mwalimu. Naye pia ametoa ushauri wake
na amezungumza namna ambavyo amepokea taarifa hiyo ya Selemani Mwalimu kutambulishwa ndani ya klabu ya Simba Sports Club, kwamba ameongeza mkataba wa mwaka mmoja wa mkopo akitokea Wydad Casablanca. Kupitia kwenye ukurasa wa Jemedari Saidi, yeye amechapisha, ameweka ile taarifa ambayo Wydad wameitoa, halafu akasindikiza akasema Simba imekurupuka kumsajili na kumtangaza Selemani Mwalimu, Wydad waijia juu. Klabu ya Simba imemtangaza mchezaji Selemani Mwalimu Sele Gomez, ili hali mchezaji halali wa Wydad Casablanca Morocco, ambaye alikuja kwa mkopo wa msimu mmoja tu na alipaswa kurudi Wydad baada ya msimu kuisha. Klabu yake Wydad imeshtuka kuona mchezaji wao akisainiwa na kutambulishwa, ili hali wao hawajasaini mkataba wowote wa mkopo au wa muda mfupi na Simba juu ya Mwalimu. Wamefikia mbali na kusema Sele yupo kwenye mipango yao na anapaswa kurudi kundini, lakini wanaangalia kama kuna hatua za kuchukua kuliendea jambo hili. Ndicho ambacho amekizungumza Jemedari Saidi baada ya sakata hili. Tunasubiria kuona pengine kama Simba watakuja kukanusha ama kutoa ufafanuzi juu ya kile ambacho Wydad wamekizungumza. Ni swala la muda, ngoja tusubirie tuone nini ambacho watakizungumza, na Wydad pengine watachukua hatua gani mara baada ya Simba Sports Club kuonekana wamekiuka taratibu za